Je, umewahi kufunga halafu ghafla vita vikaanza kuongezeka? Na je, umewahi kuomba sana halafu mashambulizi yakazidi badala ya kupungua? Watu wengi huacha kufunga kwa sababu hawakujua kile kinachotokea kiroho. Lakini leo nitakuonyesha siri 5 za hatari na matokeo makubwa yanayotokea unapofunga. Kulingana na Yesu mwenyewe alifunga siku 40 jangwani. Tafadhali usifunge video hii kwa sababu mwisho wake inaweza kubadilisha maisha yako ya kiroho ya milele. Katika Mathayo sura ile ya 4 fungu la kwanza mpaka 11 kuna maneno hapa. Yesu anatuambia, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa, mjaribu akaja akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Kisha Ibilisi akamchukua, akampandisha juu, akampa mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mkono wao atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mafungu haya yanaenda mpaka fungu la 11. Hapo unaweza ukasoma jinsi Yesu alivyojaribiwa. Hasa kuna hatari kubwa hapa watu wanapofunga na jinsi wanavyotegemea, na wakati mwingine kuna mambo hayatokei kama walivyokuwa nadhani na hukata tamaa kabisa. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho, kuna kitu ambacho utajifunza katika siku hii ya leo. Hizi ni hatari ambazo unaweza ukaziona. Namba 1, hatari ya vita kuongezeka au majaribu kuzidi zaidi. Katika Mathayo sura ya 4 fungu la kwanza anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho kwenda jangwani ili ajaribiwe. Angalia vizuri, Yesu hakujaribiwa kabla ya kufunga, alijaribiwa baada ya kufunga. Na mstari wa 3 unasema, mjaribu akamwendea. Hii ndiyo siri ya kwanza. Ukifunga kweli, vita vinaweza vikaongezeka, majaribu yanaweza kaongezeka, mashambulizi yanaweza yakaongezeka. Kwa nini? Ni kwa sababu umeingia eneo la nguvu, umeingia eneo ambalo ni la mapambano zaidi. Shetani hashambulii watu wa kawaida, anashambulia watu wanaoinuka kiroho, wanaoinuka kwa huduma, walio na hatma ya habari njema ya wokovu. Lakini kikubwa, na kumbuka hili, jaribu si ishara ya kwamba umeshindwa, ni ishara ya kwamba umeingia viwango vingine, na hivyo yule adui anatamani kukuangusha ili usiweze kuendelea. Lakini kumbuka, katika majaribu Yesu yuko pamoja nawe. Namba 2, hatari nyingine inayotokea ni hatari ya kutafuta matokeo ya haraka sana. Baada ya siku 40 Yesu alikuwa na njaa. Aliona njaa katika Mathayo sura ile ya 4 fungu la 2. Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Hii ilikuwa shortcut. Alikuwa anasema, usisubiri mpango wa Mungu, jitengenezee suluhisho lako sasa. Baadaye akamwambia, haya yote nitakupa ikiwa utanisujudia tu. Hii ni hatari ya pili. Watu wanaofunga wakati mwingine wanataka nguvu za haraka, wanataka matokeo ya haraka, wanataka miujiza ya haraka, wanataka majibu yaje haraka sana. Hii ni hatari kubwa bila kuwa na angalizo hili. Lakini Yesu hakuchukua shortcut, alijibu, imeandikwa. Kufunga si kumlazimisha Mungu afanye haraka, bali ni kujipanga kwa wakati wa Mungu. Ni wewe kusogea ili kuisikia sauti ya Mungu. Hii ni hatari kubwa inayotokea wakati mwingine, kutaka matokeo ya haraka. Namba 3, ushindi mkubwa wa kiroho, kujazwa Roho Mtakatifu. Baada ya vita, nini kilitokea? Yesu alirudi Galilaya akiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hii ni siri ya 3. Alitoka jangwani akiwa na nguvu zaidi kuliko alivyoingia. Kufunga hakuondoi tu dhambi, huongeza nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu hakuingia jangwani akiwa na mamlaka kamili ya huduma, lakini alipotoka, alitoka kwa nguvu. Hii ndiyo matokeo ya kufunga katika ushindi. Unaweza ukaingia kwenye mfungo ukiwa vile vile, lakini utakapoondoka, utaondoka ukiwa na viwango vingine. Namba 4, viwango vipya vya mamlaka kuongezeka.
Baada ya kurudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, angalia kinachotokea. Walishangaa mafundisho yake kwa kuwa neno lake lilikuwa na mamlaka. Yesu alivyokuwa akifundisha, neno lake lilikuwa na mamlaka, na hii ni baada ya mfungo wake. Katika mstari ule wa 36 pale anazungumza, kwa maana awaamuru pepo wachafu kwa mamlaka na kwa nguvu, nao huondoka. Hapa ndipo viwango vipya vinaanza. Kufunga kwa kweli huongeza mamlaka, huongeza upako, hufungua vifungo ambavyo vimefunga maisha. Yesu alipofunga, tunaona mamlaka inaongezeka, tunaona wagonjwa wanapona, tunaona mamlaka yake ikienda sana kwa sababu ya kufunga. Hii ni sifa ambayo inapaswa kuwa kwa mtu anayemtegemea Mungu. Hii si hadithi, ni matokeo ya ushindi wa jangwani, kukaa katika miguu ya Yesu. Namba 5, habari zake zikaenea katika miji yote. Biblia inasema wazi kwamba habari zake zikaenea katika nchi yote na kando kando katika vijiji vilivyokuwa vikizunguka maeneo yale. Katika Luka sura ile ya 4 fungu ni lile la 14 hapo. Na ukisoma Mathayo sura ile ya 4 fungu la 20 na 4 pale anasema habari zake zikaenea katika Shamu yote. Baada ya kufunga na kushinda jaribu, umaarufu wake ukaanza kuonekana. Leo kuna watu wanataka umaarufu kabla ya kukaa jangwani siku 40. Kumbuka, Yesu hakupata nguvu hizi mpaka pale alipotafuta uwepo wa Bwana, na hakutaka shortcut, alitaka wakati wa Bwana ulio sahihi. Baada ya kufunga na kushinda majaribu, umaarufu wake uliongezeka. Sikiliza vizuri hii. Kama watu wanatafuta umaarufu, lakini Yesu alipata umaarufu baada ya ushindi wa kiroho. Kufunga kwa kweli huzaa matokeo yanayoonekana. Ndiyo, nguvu utazitafuta mahali pasipoonekana katika kufunga, lakini matokeo yake yataonekana. Ninatamani nizungumze hivi. Kufunga, ndiyo, vita vinaweza vikaongezeka, majaribu yanaweza yakaongezeka, na fursa za shortcut kwamba labda Mungu hajakusikia zinaweza zikakujia. Lakini ukweli ni huu, nguvu za kiroho zinaongezeka, mamlaka yanaongezeka, na habari zako au huduma yako inaweza ikaenea na ukajazwa Roho Mtakatifu. Yesu alifunga siku 40, hakushindwa, na jangwa ndipo huduma yake ilizaliwa. Swali ni hili, je, uko tayari kuvumilia jangwa ili uingie kwenye viwango vingine? Uko tayari kuvumilia? Uko tayari kujitesa kwa ajili ya Bwana? Kumbuka ya kwamba tunapofunga tunatengeneza mahusiano yetu na Bwana. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia hapa Hope Prize Ministry. Kama ujumbe huu umekugusa, andika kwenye komenti, niko tayari kwa viwango vingine. Lakini usiache kulike video hizi na kushare kwa mtu anayependa video kama hizi. Lakini kama ni kwa mara ya kwanza, usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili channel hii ikufikie punde tunapokuwa tukirusha vipindi vyetu. Mungu wa mbinguni akuangazie nuru ya uso wake. Bwana wa mbinguni akulinde na kukufadhili. Bwana akuangazie uso wake kila utokapo, kila uingiapo. Baraka za Bwana ziwe juu yako. Wewe ambaye umeendelea kusikiliza mpaka mwisho, ninatamani nikutie moyo ya kwamba kama umekuwa mtu wa kuendelea kuomba, kumbuka ya kwamba Yesu alikaa siku 40 jangwani. Katika siku zile 40 bado matokeo yalikuwa hayajaonekana, lakini siku 40 zilipokamilika, matokeo yake yalianza kuonekana, na watu walistajabu ukubwa wa maneno na hekima iliyokuwa ikitoka ndani ya Yesu. Tunaona mamlaka yaliongezeka, kibali kiliongezeka, na watu walifunguliwa kwa jina lake.